Mikoko imesheheni faida nyingi. Ile inayopewa kipaumbele ni uwezo wake wa kuhifadhi hewa kaa maarufu kama carbon dioxide kutoka angani na kuzalisha oksijeni. Hewa hii ina umuhimu kwa wanadamu na viumbe hai wengine katika mfumo wa upumuaji. Mikoko ni mmea muhimu zaidi katika shughuli ya kuimarisha mazingira. Mikoko inachangia pakubwa katika ile shughuli tunaita kwa Kiingereza carbon sequestration, yaani ile shughuli ya kupunguza carbon kwenye hewa. Unajua carbon ikiongezeka inaharibu ozone layer, inaongeza global warming. Kwa hivyo ili kuimarisha mazingira lazima tupunguze kiwango cha carbon kwenye hewa. Cha kusikitisha ni kwamba sifa hizi nyingi ziko katika hatari ya kutokomea endapo nguvu zaidi hazitowekezwa. Katika kaunti ya Kwale, mikoko imeishia kukauka kutokana na kuzibika kwa mshikamano baina ya mto Kongo na bahari Hindi. Unapohitaji Kongo basi ni moja tu kati ya sehemu ambayo inavutia pakubwa watalii, lakini kwa siku za hivi karibuni limekuwa pigo kubwa zaidi kwa sababu ya jinsi hali ilivyo, kumekauka mikoko, na kuna sababu nyingi ambazo zimeweza kufanyika hivi, na ndipo tumeweza kutafuta mwangaza kutoka kwa washikadau tofauti ili tuweze kuona inakuwaje. Kufikia sasa kama hali unavyoiona, hali si nzuri vile, hali ambayo haipendezi. Tumeathirika kwa kiwango kikubwa sana kupitia kwa mikoko yetu. Tuna juhudi nyingi ambazo tunapambana nazo ili tuone mazingira na kuwa mazuri ya mikoko, lakini inafikia mahali tunataka usaidizi, kwa sababu matatizo makubwa inaletwa kuwa katika Congo River yetu. Hii miti sana sana inatumia maji ya chumvi, kwa hivyo inahitaji maji iwe kwa bahari inaingia na kutoka, lakini ufikia sahihi kwa maji ya bahari hakuna maji inakuja kwa hii mikoko, na kuna maji ambayo iliingia kwa muda mwingi, ilikaa hapa kwa hii mikoko kwa muda mwingi zaidi ya miezi mitatu, mpaka imesababisha kuwa kuna miti kama unavyoona inakufa. Katika mdahalo na mwenyeji wetu wa eneo la Kongo ni kwamba ujio wa balozi wa Kenya katika muungano wa kimataifa Ababu Namwamba kumewapa matumaini, na anarai kuwa azidi kuangazia eneo hili ili kuleta matumaini siku za usoni. Tungeomba mkubwa wetu Ababu Namwamba azidi kuangalia hii hali vile iko, na azidi kuweka mkono wake kwa nguvu ili tujue hii hali ambayo tuko nayo tutaimiliki vipi, kwa sababu hii hali pale imefikia kisisi kama wahusika inatulemea. Kwa hivyo tukipata support kubwa tutajua tutafaulu vipi. Shida kubwa inaletwa kwa chai, kwa hiyo mlango wa kuleta maji kwa hii mangrove. Tunahitaji msaada mkubwa kwa serikali kama itawezekana, kwa sababu huenda miaka inavyoenda huenda tukapoteza hii miti, na hii miti ni muhimu kimazingira na hata kiserikali naona ni muhimu. Upande wake Ababu Namwamba aliyezuru eneo hili la Kongo alipongeza juhudi za wadau mbalimbali waliojitokeza katika shughuli ya upanzi wa mikoko siku ya mazingira nchini Kenya. Tumeweza kupanda takriban mikoko 200 zaidi ya 200 kuweza kureplace zile ambazo zimekauka, na hii ni shughuli ambayo itaendelea. Ninataka kupongeza vikundi vyote ambavyo vimekuja pamoja kufanikisha shughuli hii, vikiongozwa na Samba Sports Youth Trust na hata investors na wafanyabiashara na hoteli za hapa. Leopard Beach imehusika, Pride Inn imehusika. Wale wote ambao wamehusika katika kufanikisha shughuli hii ninawapongeza zaidi. Hakuna shughuli ama jukumu ama lengo ama azma muhimu zaidi ulimwengu tunaoishi leo hii kuliko kutunza mazingira yetu. Nikiripotia Talanta Mwanza Media, jina langu ni Ndala Francis Dennis.